Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa maendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako. Ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Lakini vile vile kwa msaada kwa huduma ya kushughulikiwa tiketi ya ndege ikiwa unaelekea katika nchi yote duniani kwa bei nafuu, unaweza kuwasiliana nao pia kwa namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka siku ya Ijumaa katika nchi ya Saudi Arabia katika mji wa Makkah, bila shaka kuna tukio kubwa lilitokea ambalo lilikusanya nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Pakistani na nchi ya Uturuki. Nalo si tukio lingine bali ni tukio la kusaini makubaliano ya pamoja ambayo hasa yanaegemea katika masuala ya ushirikiano katika upande wa ulinzi na usalama. Lakini ujumbe maalum au ujumbe muhimu zaidi uliotolewa kupitia makubaliano hayo ni hasa ule ujumbe wa kwamba nchi yoyote katika nchi zilizosaini dokumenti husika itakapokuwa imeshambuliwa, basi si sawasawa na kushambuliwa kwa nchi zote tatu zilizosaini dokumenti husika. Kwa maana kwamba nchi ya Saudi Arabia itakapokuwa imeshambuliwa ni sawasawa na kushambulia nchi ya Pakistan, lakini vile vile ni sawasawa na kushambulia nchi ya Uturuki. Kusainiwa kwa dokumenti husika ni hatua ya kutanuka zaidi kwa mpango wa kistratejia wa baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan. Kwa kile tunachokikumbuka ni kwamba mwezi Septemba mwaka jana, mwaka 2025, lilitokea tukio la nchi ya Israel kushambulia katika mji wa Doha na hasa katika nchi ya Qatar, na hasa ikiwakusudia viongozi wa kundi la Hamas, na hasa inaonekana targeti kubwa ilikuwa inamkusudia zaidi Khalil al-Haya ambaye ni kiongozi mkuu wa kundi la Hamas katika upande wa political bureau. Kutokana na mashambulizi husika, baada ya wiki moja kupita, nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan zilisaini makubaliano ambayo yalikuwa yamekaa katika mrengo huo huo wa ushirikiano wa pamoja baina ya nchi mbili, nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan, lakini vile vile kwa maana ya muundo wa kwamba wasaidizane pale mmoja anapokuwa anashambuliwa. Na ndio maana hata ilipotokea mgogoro baina ya nchi ya Iran, nchi ya Israel pamoja na nchi ya Marekani, wakati nchi ya Iran inafanya mashambulizi katika nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Pakistan ilituma ujumbe katika nchi ya Iran ya kwamba nchi ya Pakistan ina makubaliano na nchi ya Saudi Arabia. Kwa ina maana kilichotumika kuepuka ile kuingia katika mgogoro husika ni busara, lakini vile vile kwa ile position ya nchi ya Pakistan kusimama kama msuluhishi wa mgogoro husika, maana yake ni kwamba ilikuwa ni moja katika hatua za kuzuia tatizo lisije likawa kubwa zaidi, kwa kuzingatia makubaliano yaliyokuwepo baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan. Kwa hiyo kwa hatua hii ya nchi ya Uturuki kuongezeka na kusainiwa document ambayo nasema ni trilateral document, yani document ambayo inakusanya pande tatu, maana yake ni kwamba ni kuashiria wazi kabisa kwamba ni sehemu ya kutanuka zaidi kwa sehemu ya makubaliano ya awali ya baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan. Muundo wa nchi husika tatu kushiriki katika au kutengeneza huu muundo mpya wa wao kuwa na ushirikiano wa pamoja, maana yake tunachukua katika uzito wa namna yake, na tunachukua katika uzito wa namna yake kwa sababu ya nafasi ya kila nchi. Nchi ya Saudi Arabia ni nchi ambayo inajulikana kwamba ina uchumi mzuri. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake inaweza ikasimama kama ni moyo wa ushirikiano husika, kwa kuzingatia kwamba kutokana na utajiri wake inawezekana ikawa ni fursa nzuri ya kusukuma baadhi ya ajenda ambazo zinahitaji nguvu za kiuchumi. Lakini nchi ya Pakistani ni nchi ambayo ina silaha za nyuklia. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ina uwezo mzuri wa kutengeneza mwamvuli wa pamoja kwa nchi ya Pakistan, kwa nchi ya Saudi Arabia, lakini vile vile na kwa nchi ya Uturuki. Lakini nchi ya Uturuki ni nchi ambayo vile vile inabeba uzito wa namna yake, kwanza kwa kuzingatia ni nchi ambayo ni memba wa umoja wa kujihami wa nchi za magharibi kwa maana ya NATO. Lakini achilia mbali kuwa ni memba wa NATO, bali vile vile ni memba muhimu wa NATO kwa kuzingatia ndio nchi yenye jeshi kubwa, kwa maana inachukua nafasi ya pili ya kuwa na jeshi kubwa zaidi katika memba wa NATO baada ya nchi ya Marekani. Lakini jambo la tatu ni nchi ambayo ina utajiri katika upande wa teknolojia na hasa katika upande wa masuala ya miundombinu
vifaa vya masuala ya ulinzi na usalama na mfano wake. Kwa hiyo maana yake ni mkusanyiko wa nchi tatu ambao kila moja maana yake inabeba uzito wa namna yake katika kutengeneza ile combination yao muhimu kuhusiana na kile ambacho wao wamekikusudia. Sasa kwa muundo wa mwaka jana wa nchi ya Pakistan pamoja na nchi ya Saudi Arabia, ilionekana kama umeitarget zaidi nchi ya Israel kwa kuzingatia mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika nchi ya Qatar. Lakini kwa muundo wa sasa hivi ni muundo ambao inabidi kuutazama kwa kina kwa kuzingatia kwamba ujumbe wao katika sehemu ya makubaliano ni kwamba atakaposhambuliwa mmoja basi sasa na kushambuliwa wote. Hoja ya msingi ni nani atakayewashambulia, ndio kitu cha kutazama katika sehemu ya muundo uliokuja hivi sasa. Eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo kwa hivi sasa ni eneo ambalo halina utulivu kiujumla, na ndio maana hata muundo huu maana yake ni muundo ambao inawezekana ukawa unatengeneza fikra ya kwamba kama ni sehemu ya muundo ambao unaweza ukabeba taswira ya kutengeneza muundo mwingine katika eneo la Mashariki ya Kati katika kipindi ambacho eneo la Mashariki ya Kati halina utulivu. Na kwa maana hiyo basi tunaweza tukarudi nyuma zaidi kutazama baadhi ya miundo ambayo ipo katika eneo la Mashariki ya Kati, ukiongeza na muundo huu ili uweze kupata tafsiri ya hali halisi ya eneo la Mashariki ya Kati na kile ambacho kinaweza kaja kujitokeza mbele kutokana na hii format mpya ambayo imekuja ya Saudi Arabia, Uturuki pamoja na nchi ya Pakistan. Siku za nyuma kidogo, waziri mkuu wa nchi ya Israel Benjamin Netanyahu alizungumzia kuhusiana na muundo wa Hexagon Coalition tunasema, kwa maana ya kwamba alikusudia kwamba pawepo au kutengenezwe muundo ambao utakusanya pande sita, lakini kwa lengo la kutengeneza network ya kupambana na muundo uliokuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati ambao unaonekana unasapotiwa na nchi ya Iran. Na target yake hasa waziri mkuu Netanyahu ilikuwa inahusisha nchi ya Israeli yenyewe pamoja na nchi ya Cyprus pamoja na nchi ya Ugiriki, lakini vile vile ukishuka chini ilikuwa inakusanya nchi kama ya Bahrain, nchi kama United Arab Emirates, lakini inakwenda mpaka sehemu ya India na kisha unakuja mpaka katika sehemu za Afrika, maana yake katika sehemu kama za Somaliland, katika nchi kama ya South Sudan, kwenda katika sehemu kama za Ethiopia na kwenda mpaka katika sehemu za Morocco. Maana yake kutengeneza kitu cha mfano wa pembe sita ambacho au muunganiko wa kona takriban sita ambazo zinazunguka eneo la Mashariki ya Kati kwa lengo la kutengeneza ushirikiano, hata kama utakuwa ushirikiano wa kiuchumi, lakini hasa ushirikiano wa kiusalama ili kuweza kupambana na muundo ambao unaonekana kwamba umekuwa una nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati, au wakati mwingine unasababisha eneo la Mashariki ya Kati likose utawala ambao inawezekana labda Israeli walikuwa wanaokusudia. Lakini muundo wa pili katika eneo la Mashariki ya Kati ni muundo wa nchi ya Iran ambao unajulikana kama Axis of Resistance, mchezari wa ukinzani. Ni muundo ambao unaikusanya nchi ya Iran, lakini vile vile na vikundi vinavyofuata sera za nchi ya Iran. Maanake kikundi kama cha Houthi, kikundi kama cha People Mobilization Force kinachopatikana katika nchi ya Iraq, lakini vile vile kikundi kama Kataibu Hizbullah kinapatikana pia katika nchi ya Iraq, lakini vile vile kikundi kama cha Hizbullah. Huu ni muundo mwingine ambao unafanya kazi katika eneo la Mashariki ya Kati, hata kama hakuna document ya moja kwa moja inaonyesha kwamba wana makubaliano, lakini ni muundo ambao uko active na unatekeleza sehemu ya ajenda yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Na kisha kuna muundo wa tatu ambao umekuja hivi sasa ambao unakusanya nchi ya Pakistan, nchi ya Uturuki na nchi ya Saudi Arabia. Sasa muundo wa kwanza ambao ile kama Hexagon Coalition, ile ya nchi ya Israel ambao wanafanya kama mchakato wa kuangalia namna ya kuitengeneza, achilia mbali ile Abraham Accord ambayo wanayo ya kuondoa uhasama na baadhi ya nchi za eneo la Mashariki ya Kati na pembezoni yake, lakini kimsingi ni kwamba hiyo Hexagon Coalition ukichukua katika muundo ambao Israel wanaozungumza na ukachukua hii ya Saudi Arabia, Pakistan pamoja na nchi ya Uturuki, ni miundo miwili ambayo wakati mwingine inawezekana hata ikitokea mgongano kati yake inawezekana ikawa ni rahisi kuweza kuisolve, kwa sababu miundo hiyo yote miwili juu yuko Marekani, na ndio uhalisia jinsi ulivyo. Maana yake ni kwamba Marekani ana uwezo kuongea na Uturuki, Marekani anaweza kuongea na Pakistan, Marekani anaweza kuongea na Saudi Arabia, na ni watu ambao wana namna ya ushirikiano.
lakini vile vile Marekani anaweza akaongea na Israel na wale ambao Israel anawafikiria katika ile hexagon coalition. Hiyo ina maana hizi pande mbili ni pande ambazo zinatofautiana, lakini ni pande kama ziko pamoja. Na kisha kuna upande wa pili ambao unakusanya nchi ya Iran na ile sehemu ya mchezaji wa ukinzani, ambao ukiangalia mazingira yake, maana yake ni mazingira ambayo kama ni mfumo ambao uko peke yake unajitegemea katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa kwanza, katika huu mkusanyiko wa kwanza ambao unaweza kuchukua nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Pakistan, nchi ya Uturuki, labda na ile hexagon coalition ambayo Waziri Mkuu Netanyahu alikuwa akizungumza, ni mikusanyiko miwili ambayo wakati mwingine inaweza ikaleta utata hata katika muundo huu ambao umekuja sasa hivi wa Pakistan, Uturuki pamoja na nchi ya Saudi Arabia, na hii imekaa katika muundo huu. Mfano, nchi ya Uturuki na nchi ya Israel ni nchi ambazo zinapishana katika ajenda, na kutokana kwanza na upande wa Israel kwa muda hivi sasa viongozi wake kama kina Naftali Bennett wamekuwa wakizungumza wazi kabisa kwamba wanategemea katika siku za usoni huenda wakawa wana mgogoro wa moja kwa moja ya nchi ya Uturuki, nchi ya Qatar na nchi ya Egypt. Na hii ni kwa sababu wanaamini kwamba format au ule muundo wa axis of resistance wa nchi ya Iran ni kama umedhoofika. Pamoja na kwamba Iran wenyewe wana nguvu, lakini wao wanachoamini kwamba ukiangalia Hamas imedhoofika, ukiangalia Hizbullah imedhoofika, na baadhi ya vikundi vya katikati ni kama vimedhoofika, tofauti na vile ilivyokuwepo mwanzo kipindi cha kina General Qasim Suleiman, ambayo inaonekana format ilikuwa kama imekaa kama inavyotakiwa. Katika mazingira ya namna hayo, Israeli wao wanaamini kwamba tatizo hivi sasa linaloweza kuja mbele ni tatizo ambalo linatokana na Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood ni kama movement au harakati iliyokuwepo katika nchi ya Misri. Harakati ambayo ilikuwa inasapotiwa na nchi ya Uturuki, lakini vile ilikuwa inasapotiwa na nchi ya Qatar. Harakati ambayo mwisho wa siku ilikuja kuangusha utawala wa Hosni Mubarak katika nchi ya Misri, na matokeo yake akaingia Daktari Mohamed Morsi akawa kiongozi pale katika nchi ya Misri mpaka alipokuja kupinduliwa na kina Al-Sisi ambaye ni kiongozi sasa hivi wa nchi ya Egypt. Lakini ile movement hasa ya Muslim Brotherhood inaonekana kama ndio movement ambayo iko Egypt, inaonekana vile vile vimelea vyake viko katika nchi ya Qatar, lakini vile vile vipo katika nchi ya Uturuki. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba tatizo litakalokuja mbele hivi sasa sio la mfumo wa Khamenei kwa maana ya Iran, bali ni tatizo la mfumo wa Muslim Brotherhood. Kwa hivyo ukiangalia harakati nyingi ambazo zinafanywa na Israel ni harakati ambazo sio kwamba labda zinaonyesha ukaribu baina ya Israel na Uturuki, bali ni harakati ambazo zinaonyesha kwamba Israel na Uturuki ni kama wana kitu wanakipigania. Cha kwanza wanachokipigania hasa ni upande wa mashariki mwa bahari ya Mediterranean, kwa maana kwamba kihistoria nchi ya Uturuki kwa maana ile ilivyokuwa dola kubwa kama ile Ottoman Empire, moja katika sehemu ya ufahari wake ilikuwa ni kucontrol upande wa mashariki wa bahari ya Mediterranean, ambao kwa hivi siku za karibuni nchi ya Israel, nchi ya Cyprus katika upande unaotawaliwa na Greek Cypriots, wale jamii ya Wagiriki katika pale Cyprus, kwa sababu kuna pande mbili, kuna upande mmoja unakontroliwa zaidi na jamii ya Waturuki na kuna upande mwingine unakontroliwa zaidi na jamii ya Wagiriki. Kwa hiyo upande unaokontroliwa na jamii ya Wagiriki na upande wa nchi ya Ugiriki yenyewe, maana yake walitengeneza kama movement yao ya kiuchumi, ya ushirikiano wa kiuchumi kwenye mwaka 2010. Baada ya muda kupita, inaonekana ile movement imebadilika, imekuwa ya masuala ya ushirikiano wa ulinzi na usalama. Kwa hivyo ina maana Israel, Cyprus pamoja na Ugiriki ni kama wametengeneza mfumo katika upande wa mashariki wa bahari ya Mediterranean kuizunguka nchi ya Uturuki. Baada ya kuonekana kwamba mfumo wa kwanza waliokuja nao, baada ya kugundulika kwamba kuna gesi katika nchi ya Israel katika sehemu kama za Afraid pamoja na Lebathin, ile gesi ilitakiwa itoke iweze kwenda Ulaya, jambo ambalo Uturuki walikataa kwa sababu wao wanaamini kwamba ile sehemu ya bahari, mipaka yao ya bahari itakuwa imevukwa, kwa kuzingatia kwamba wao wanatumia zaidi mipaka ya bahari kwa kutumia mfumo wa continental shelf, ile kama sehemu ya ardhi ambayo inakuwa imeingia baharini.
Kwa hiyo wanaamini kwamba mpaka wao wa bahari kwa kufuata continental shelf unakutana na nchi ya Libya. Ina maana hakuna project ya namna yote inatakiwa ifanyike katikati bila kupata ruhusa ya nchi ya Uturuki. Na kwa sababu Uturuki huwa wana ukinzani na nchi kama ya Ugiriki na mfano wake, ina maana ilikuwa ni miongoni mwa sababu za kuweza kuzuia hiyo project isiweze kufanyika, ya kuweza kuunganisha kama ni bomba kutoka katika sehemu kama za Israel kupiga Cyprus kuelekea katika sehemu za Ugiriki, kwa sababu Uturuki wao wanaamini kwamba ile ni sehemu ya mpaka wao. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo na siasa zake zinavyoendelea, kimsingi ni kwamba nchi ya Israel pamoja na nchi ya Cyprus na nchi ya Ugiriki wao wana ushirikiano wa masuala ya kiulinzi na usalama, na hasa unaohusiana zaidi na upande wa mashariki wa bahari ya Mediterranean, jambo ambalo Uturuki wao wanaona kwamba Israel anafanya hujuma ya kutaka kuizunguka Uturuki kutokea katika upande wa mashariki mwa bahari ya Mediterranean. Na ndio maana baada ya kikao cha mwisho ambacho kilifanyika mwaka jana baina ya hizi nchi tatu, Cyprus, Ugiriki pamoja na Israel katika mji wa Jerusalem, Waziri Netanyahu alizungumza wazi kwa kwamba kama kuna watu wanaamini kwamba wanaweza kurudisha sehemu ya empire yao waliokuwa nayo, hilo jambo halitawezekana. Maana yake kusudio lake hasa ilikuwa ni nchi ya Uturuki. Na baada ya kikao hicho tu, Uturuki wao walichukua hatua ya kuweza kuweka rada, mifumo ya rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria. Kwa nini waliweka rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria? Ni kwa kuzingatia kwamba operation zote za Israel kuelekea katika nchi ya Iran zinategemea sehemu mbili katika nchi ya Syria. Aidha upande wa kusini ambao sio upande mzuri, kwa kuzingatia kwamba miinuko yake iko juu, kwa maana ukipitisha ndege au ukipitisha drone ni rahisi kuweza kusomwa. Upande uliokuwa sahihi zaidi ni upande wa korido ya kaskazini, kwa kuzingatia ni sehemu ambayo ina mabonde. Kwa unapokuwa umeweka mifumo ya rada katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Syria, maana yake ni kwamba Israel ule uhuru uliokuwa nao katika upande wa Syria unakuwa umepotea. Hii ilikuwa ni move ambayo Uturuki walikuja kuifanya baada ya Israel na Ugiriki pamoja na nchi ya Cyprus kuendeleza mipango yao ya kuizunguka Uturuki kutokea katika upande wa bahari ya Mediterranean, yani mashariki mwa bahari ya Mediterranean. Sasa huu ni mfano wa pande mbili, kwamba kuna upande wa Uturuki, Pakistan pamoja na Saudi Arabia, na kuna upande wa ile coalition ambayo ilikuwa inazungumzwa na Waziri Mkuu Netanyahu. Lakini mwisho wa siku ni kwamba inapotokea sintofahamu baina ya Uturuki na nchi kama ya Israel, maanake hizi ni pande mbili zinakuwa zimegongana katika ambazo zote zina sehemu ya ushirikiano katika eneo la Mashariki ya Kati. Ina maana ni uwezekano kwamba hata hizo pande mbili ambazo ziko chini ya nchi ya Marekani pia zinaweza zikagongana, lakini mazingira namna yanapojitokeza inakuwa ni rahisi kuwa solved kwa sababu juu yao iko nchi ya Marekani. Lakini katika upande wa pili, upande wa nchi ya Iran, ndio upande ambao unaonekana kama upande umetengeka, kwamba kile ambacho wamekuja nacho sasa hivi Saudi Arabia, Pakistani pamoja na nchi ya Uturuki, kwamba yote atakayeshambuliwa basi sasa sana kushambuliwa wote kwa umoja wao. Maana yake inawezekana kwamba target zaidi inayokusudiwa hasa ni nchi ya Iran. Hii inawezekana ikawa ndio target. Lakini sasa shida kubwa inakuja ni kwamba jambo hili inawezekana lisiwe ni suluhisho la matatizo ya eneo la Mashariki ya Kati, bali ikawa ni tatizo zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Bali inawezekana baadhi ya wahusika katika ushirikiano huu wa Saudi Arabia, Pakistani pamoja na Uturuki wakajikuta wanaingia katika migogoro mikubwa ya eneo la Mashariki ya Kati pasi na wao kutarajia. Na mfano mzuri ni hiki kinachoendelea baina ya nchi ya Saudi Arabia na kundi la Houthi. Saudi Arabia na kundi la Houthi wamekuwa katika mgogoro hivi sasa, lakini mgogoro wake hasa inaonekana ni sehemu vile vile ya kutekeleza plan ya nchi ya Iran, pamoja na kwamba tatizo lilikuwa limeanzia katika sehemu ndogo tu ya ndege ya wale mamemba wa Houthi kutoka katika nchi ya Iran walipokuja kwanza kuchukuliwa kupelekwa katika msiba wa Khamenei na kipindi cha kurudishwa. Matatizo mengi yanaonekana alianzia hapo, lakini kinachoendelea sasa hivi maana yake ni kama kutekeleza sehemu ya sera ya nchi ya Iran, sababu Iran walizungumza wazi kwamba ikiwa wao watazuiwa kuuza mafuta basi hakuna atakayeweza kuuza mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati, na ndicho ambacho kinaonekana kinaendelea hivi sasa, kwa kuzingatia kwamba taarifa nyingi zimekuwa zikiashiria kwamba mafuta utokaji wake umekuwa sio kwamba mafuta hayapo, yapo, lakini kufika katika sehemu husika ndio limekuwa ni tatizo. Kwa mfano nchi ya Marekani hivi sasa ripoti zinaonyesha kwamba walikuwa wakipata pipa takriban 800,000 kutoka katika nchi ya Saudi Arabia. Hivi sasa maana yake hakuna pipa hata moja ambayo imekwenda katika nchi ya Marekani.
Lakini vile vile katika sehemu kama United Arab Emirates imetoa report takriban meli zake 4 ambazo zilijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz zimeshambuliwa. Maana yake ni kama total blockade. Kama Iran wamezuiwa kuuza mafuta, hakuna mwingine atakayeweza kuuza mafuta. Na kiwango kidogo cha mafuta ambacho kimekuwa kinatoka ni kwa wale ambao wanazingatiwa na Iran kwamba sio tatizo. Kwa mfano nchi kama ya Pakistan, ripoti zimekuwa zikionyesha kwamba nchi ya Pakistan imekuwa ikienda katika upande wa Yanbu, upande ambao kundi la Houthi haliruhusu mtu kwenda katika hali ya faida kwenda kuchukua mafuta katika nchi ya Saudi Arabia, lakini meli za Pakistan zimekuwa zikienda na bendera ya Pakistan zikichukua mafuta. Maana ni kama kutekeleza sera ya nchi ya Iran. Katika mazingira namna hiyo, nchi ya Saudi Arabia inaona kwamba lililokuwa salama ni kupigana na kundi la Houthi. Kuingia katika mgogoro na kundi la Houthi maana yake ni kuikaribisha nchi ya Pakistan na kuikaribisha nchi ya Uturuki, kuzingatia kwamba kundi la Houthi haliwezi kuacha kushambulia katika nchi ya Saudi Arabia. Kwa hivyo kwa sera ya kwamba mmoja akishambuliwa ameshambuliwa wote, automatically nchi ya Uturuki na nchi ya Pakistan zinaweza zikajikuta kwamba zinaingia katika sehemu ya mgogoro na kundi kama la Houthi. Kundi la Houthi kushambuliwa automatically manake ni kukaribisha makundi kama People Mobilization Force katika nchi ya Iraq na makundi kama Kataibu Hizbullah. Jambo ambalo mwisho wa siku tafsiri yake katika nchi ya Iran hapatakuwa na tafsiri nyingine isipokuwa ikiwa Houthi wameshambuliwa na Saudi Arabia, Saudi Arabia hawezi kuzingatiwa kwamba ni rafiki katika upande wa nchi ya Iran. Jambo ambalo mwisho wa siku maana yake ni kwamba mgogoro inawezekana ukaripuka ukawa mkubwa na pasipatikane mtu wa kuweza kuuzima, kwa kuzingatia kwa mfano nchi kama ya Pakistani sasa hivi inazingatiwa yeye ni msuluhishi. Kwa hiyo itakapokuwa na yenyewe inashiriki katika mgogoro, maana yake status yenyewe kama msuluhishi inakuwa inapotea. Kwa hiyo maana yake ni kwamba muunganiko huu inawezekana ukawa ni muunganiko mzuri, lakini kwa hali ya eneo la Mashariki ya Kati bila shaka inawezekana likawa ni tatizo kubwa, kwa sababu miunganiko hii imekuwa ni mingi katika eneo moja na katika muundo ambao yote inawezekana isikusanyike mahala pamoja. Yani kila upande, kuna upande mmoja panakuwa kuna uhasama na mazingira ya namna hiyo, ambayo ikitokea maanake upande wote umeguswa, itakuwa ni tatizo la eneo zima na huenda sipatikane nani wa kuweza kusuluhisha mgogoro husika. Kwa hiyo actually maana yake ni jambo ambalo limeendewa na nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan pamoja na nchi ya Uturuki, pamoja na kwamba katika upande mwingine inaonekana kama ni muundo ambao umetengenezwa kwa kuchunga zile fikra za madhehebu, kwa maana ya kwamba ile vyombo vingi vimekuwa vikiripoti especially vya upande wa nchi za Ulaya imekuwa ikiripoti kama ni Sunni coalition, yani ni kama Sunni NATO, yani ni muundo ambao umeundwa na jamii ya Waislamu kutoka katika madhehebu ya Kisuni ili kuweza kupambana na Waislamu kutoka katika madhehebu ya Kishia ambao maanake ni nchi ya Iran, na ni fikra ambayo imekuwa ikiendelea kutiliwa nguvu zaidi, ikitoa matarajio kwamba hata nchi ya Egypt kwa maana Misri itakuja na yenyewe kujiunga, na obvious of course ina nafasi kubwa ya kuweza kujiunga kwa sababu discussion nyingi za nyuma maanake nchi ya Misri ilikuwa ikishiriki katika hilo. Lakini muundo huu maanake ni muundo kama utakuwa umekaa katika fikra hiyo kupambana na fikra za Iran pamoja na wale ambao wanafuata mrengo wa nchi ya Iran, itakuwa ni jambo la hatari zaidi, kwa kuzingatia kwamba jamii kama ya Iran, kwa maana watu wengi katika nchi ya Iran ambao wanafuata madhehebu kama ile ya Kishia wanafuata nadharia inayojulikana kama wilayatul faqih. Wilayatul faqih maana yake ni nadharia ya kwamba yule kiongozi katika nchi ya Iran, Mujtaba Ali Khamenei, ndo anazingatiwa kwamba yeye ndio kiongozi wa ile jamii yote wanaofuata hiyo madhehebu ya Kishia. Maana yake ikienda kule katika nchi ya Yemen katika kundi la Houthi, maana yake kiongozi wake Abdul Malik al-Houthi, yeye maana yake anafuata amri kutoka katika nchi ya Tehran, katika mji wa Tehran kwa Mujtaba Ali Khamenei. Lakini vile vile ukienda kwa Naim Qasim, yule kiongozi wa kundi la Hizbullah, pia anafuata maelekezo kutoka kwa Mujtaba Ali Khamenei. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba eneo zima litalipuka kwa kila mwenye kufuata mrengo wa design hiyo, jambo ambalo maana yake hakuna atakayekuwa anaweza kulizima baada ya kuwa tatizo limetanuka kwa kiwango hicho, kwa kuzingatia kwamba wahusika katika muundo wa madhehebu ya namna hiyo zimechanganyika. Ukienda kama katika nchi ya Pakistan, maana yake asilimia kama 20 au 30
unakuta labda wanafuata madhehebu kama ya Kishia na sio ya Kisuni. Na mfano wa namna hiyo ukienda katika nchi ya Saudi Arabia wapo pia wanafuata madhehebu ya Kishia. Ukienda katika nchi ya Iraq ni sehemu za mchanganyiko. Ukienda kwa Kuwait, ukienda Bahrain ni mchanganyiko. Kwa ina maana ukigusa katika mtindo wa namna hiyo, maana yake tatizo huenda likawa kubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati na asipatikane mtu wa kuweza kulizima. Kwa hiyo muundo wa namna hii tunasema kwamba ni muundo mzuri, lakini inawezekana kwamba gharama yake ikawa ni kubwa kwa muda sio mrefu kutokea hivi leo ambapo tunazungumza, pamoja na kwamba katika nchi ya Iran ukiangalia ujumbe ambao umetolewa kutoka kwa kama waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi, haikuwa kwamba anaonyesha kwamba ni tishio hiyo makubaliano ambayo yamefanyika, lakini kile ambacho tunachojaribu kukitazama katika upande wa siasa za kikanda, manake jambo inawezekana likawa ni kubwa ikiwa malengo ya movement husika hayatokuwa yamechunga hatari na mazingira yaliyoko sasa hivi katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini kiujumla bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo husika, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tutapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe endelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.